Ili taifa letu la Kenya, mimi naomba tuliweke kwa msingi wa umoja na msingi wa amani, kwa sababu kusipokuwa na umoja wa taifa tunaweza pata matatizo ambayo yamepata watu wengine kwa kukosa kudhibiti umoja wao kama taifa. Pia usalama wa taifa ni muhimu, na mimi nawaasihi wale ambao wako ni viongozi wasitoe matamshi ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa letu lingine la kwenda isipokuwa taifa hili la Kenya. Ni kweli si kweli? Mimi nawasihi viongozi, wakati unasimama mahali popote, sehemu yoyote ya Kenya, ongea mambo ambayo yataleta wananchi wa Kenya pamoja, mambo ambayo yatafanya kila mtu mahali yako ajisikie yeye ni Mkenya. Unajua kwamba tumepoteza kiongozi wetu ambaye alikuwa ni mheshimiwa Prime Minister wa zamani, na tumempumzisha pale kwa heshima kama kiongozi mzalendo ambaye alifanya mambo mengi kwa miaka mingi kuleta taifa pamoja. Na wakati mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu amepumzika, ameenda kupumzika akiwa na amani. Walikuwa wanafanya kazi na rais wetu, sio kazi yao binafsi, kazi ya kuleta taifa pamoja, kazi ya kuunganisha Kenya yetu, kazi ya kuleta uwiano. Hata kama walishindana 2022, mambo ya mashindano ya viongozi yanakuja yanaisha, hapo katikati ni ujenzi wa taifa. Kwa hivyo mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu ameenda kupumzika akiwa na amani na akiwa ameridhiana na watu wote wa taifa letu la Kenya na wapinzani wote ambao walikuwa nao wapinzani wa kisiasa. Kwa hivyo kusiwe na mtu wa kwenda kuleta matusi, kudharau ama kumkosea heshima mwenzetu ambaye ameenda mbele za haki na ambaye Mungu amemuita akapumzike. Hiyo ni jambo la kuleta fedheha na aibu kwa kiongozi wowote kuleta matamshi ya kudharau, kukejeli ama kusherekea ati kifo cha mwenzetu ambaye ni kiongozi ametumikia taifa letu kwa miaka mingi. Ama watu ya Katabia mnasemaje? Si mheshimiwa Prime Minister alikuwa kiongozi wetu jameni? Si alifanya kazi kubwa katika taifa letu la Kenya? Si mumeona tumempumzisha kwa heshima zote? Si tumepatia heshima zake? We accorded him a state burial, a state funeral with full military honors, with all the honors that can be given to a leader. He may not have been a head of state, but the things he has done are good for Kenya. And he has passed on as he was trying to bring Kenya together. We salute him and we pledge that we'll continue with unifying Kenya, and that is the best thing we can do to honor and respect our departed Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wale wako na mambo ya kujaribu kuchokora amani, kutumheshimu mwenzetu, tunawasihi kwa heshima waheshimu familia yake na waheshimu maisha yake, na tunaomba ya kwamba tukiendelea mbele nchi yetu itakuwa kwa umoja. Hii kazi ya kujenga Kenya inahitaji subira, inahitaji umoja, inahitaji kuvumiliana, haihitaji kimbelembele na haihitaji kisirani. Hii Kenya yetu hii, tusichukulie umoja wetu kwa urahisi. We must work hard to protect the unity of our country. Wale ambao wanaongea maneno ambayo yanaweza kuleta mvutano baina ya wananchi, tunawaambia kwa heshima kubwa wawache. Juzi Mheshimiwa Rais William Ruto ameamuru ya kwamba yule kiongozi wetu aliyekuwa waziri mkuu ambaye ametuacha
apumzishwe katika sherehe na mazishi ya kitaifa, state funeral, ambaye inapaitiwanwa kwa viongozi ambao wamefanyia taifa kazi kubwa, kama ile Raila Amolo Odinga alikuwa amefanyia Kenya. Tunaomba kwa heshima wale ambao hawaheshimu marehemu mzee Raila, waheshimu taifa la Kenya. If you don't respect the person, respect the country for which he worked. Respect his family. Respect the values he stood for. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwenda mbele, tukishikilia yale mawazo, maono ambaye Mheshimiwa Raila alikuwa nayo kwa taifa la Kenya, wakifanya kazi na Rais William Ruto, Kenya yetu itaelekea mahali pazuri. I want to request the people who are trying to bring disharmony, the people who want to threaten the unity of our country by making reckless statements about the departure of the statesman Raila Odinga. Even if they don't respect him as a person, they must respect Kenya, the country for which he worked for so many years. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo tunaomba utulivu, tukiendelea kuomboleza, tukae kwa amani na Mungu atajalia nchi yetu tutakuwa mahali pazuri. Mnajua iko barabara mingi, lakini wacha tu nitaje ile inahusu hapa. Iko barabara inaunganisha Kapenguria na Kacheliba. Inatoka Makutano, ikitoka Makutano inaenda Konyao, inatoka Konyao inaenda Kiwawa, inatoka Kiwawa inaenda Alale. Ni kweli si kweli? Nini mnajua hiyo barabara? Kilomita 40. Mnajua hiyo barabara? Ati inatoka Makutano, inaenda Konyao, inatoka Konyao, inaenda Kiwawa, inatoka Kiwawa, inaenda Alale. Mnajua hiyo barabara? Tujenge tusijenge? Tujenge hiyo barabara tusijenge? Tuendelee tusiendelee? Sasa contractor amerudi, tumemwambia afanye speedy, asiweke uvivu, kwa sababu sasa tuko na pesa ya kumlipa madeni yake, na harakishe hiyo barabara ikamilike, ndio Rais Ruto akuja tufungulie. Mnatutuma tukaongeze pesa ya stima? Mnatutuma tukaongeze pesa ya stima? So the current allocation of 2 billion shillings will have connected an additional 10,200 homes by February this year, because the projects are ongoing. But that money is not enough. We want in the next financial year, by June, to weke an additional 2 billion shillings hapa West Pokot, ndio tuongeze idadi ya watu ambao wako na stima. Target yetu hapa Kacheliba, we found electricity at 30% connectivity in Kacheliba. It is now at 35%. We want by next year to increase it to 50%, and by 2027 to increase connectivity of power in Kacheliba to 70%, from 30% to 70% in one term. And that's why we want, when you give the president an additional term, we will now take it up from 70% to 100%. Kwa hivyo ukisikia watu wa West Pokot wakisema 2 term, sio 2 term ya hivyo ya bure. Ni 2 term ndio stima yao ifike 100%. Ama namna gani jameni? Ama namna gani? Bilioni 2 already inafanya kazi. Out of the 2 billion, 678 ya Kacheliba. We want to increase another 2 billion next year and another 700 million for Kacheliba alone, so that we move power connectivity to 100% by the year 2030.